Unamjua huyo dada? Huyo dada? Ya, namjua, si Sophie. Ni mtu wake na Mponji. Kaka, sijakuelewa vizuri. Ni nani? Ni mtu wake na Mponji. Wewe kisha pia niombe msamaha kwa Mungu. Niliongea hayakuwa ukweli. Nilinunuliwa tu mimi. Nilipatiwa kiasi cha pesa. Ndio kikapelekea sasa mimi nikaja nikaongea ule uongo wote. Sijui kitu gani Dasandra ambacho mimi sikijui. Hivi unajua Dasandra, mimi nikuamini sana wewe. Ndio maana kama nakumbuka siku nimekuja kwako nikwambia nakuamini kwa 100%. Hii kazi niliamini utaifanya. Kweli umeamua kunizunguka? Mimi sijakuzunguka Mage. Ila mimi nimeona nimekukosea wewe, pia nimekukosea Mungu. Sasa hili nijitakase, lazima nikuombe msamaha wewe, kisha pia niombe msamaha kwa Mungu. Niliongea hayakuwa ukweli. Nilinunuliwa tu mimi. Nilipatiwa kiasi cha pesa. Ndio kikapelekea sasa mimi nikaja nikaongea ule uongo wote. hivi dada, vile ulivyokuwa unaongea kwa uchungu hadi machozi mtoto wa kike anakutoka, ina maana wewe ulinunuliwa uje unidanganye mimi? Ndio Mage. Okay, sawa. Alokulipa pesa unidanganye mimi ni nani? Kwa sababu huyo mtu anaonekana ni adui yangu mkubwa, hapendi mahusiano yangu ya mimi na Mponjeni, hapendi kabisa. Naomba uniambie huyo mtu alokupa pesa wewe akasema unidanganye ili mimi na Mponji tugombane. Hivi unajua dada sasa nipo kwenye wakati gani? Hivi unajua na mimi na Mponji sasa hazi hivi hatuelewani, yani kwanza naona kama unanivuruga. Yaani hiki unachoniambia sasa hivi ni cha kweli au tena ndio umekuja kunichezea akili yangu? Hapana Mage, ni kweli, tena kweli mtupu. Mponji hana makosa hayo wala hana tabia hizo ambazo mimi nilizizungumza. Na unaweza kaniambia ni nani aliyokulipa pesa wewe ukaja kunidanganya mimi? Kwa sababu huyo mtu anaonekana ni adui yangu mkubwa sana. Yaani ni adui wa maisha yangu, au hapendi kuniona mimi niko na Mponji. Unaweza kaniambia aliyokulipa pesa? Kingine nikwambie kitu. Katika maisha tunatakiwa tujifunze. Tusimwamini kila mtu. Hata kama mtu utaona kwamba yuko karibu yako, yani uko karibu naye, mnashirikiana kwenye kila kitu, usimwamini sana, kwa sababu usimwamini kila mtu aliyokuwa karibu na wewe ukajua wote ni watu wazuri na wote wako upande wako. Kuna wengine anaweza akawa yuko karibu yako lakini pia akawa hayuko pamoja na wewe. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana kwenye hilo. Odi! Mponji! You can that. Simu yake hapatikani. Dada za saizi. Salama. Vipi Mponji nimemkuta? Mimi mwenyewe nimefika sasa hivi. Naona hayupo. Sio atakuwa yupo uwanjani. Sijajua, maana hata simu yake pia haipatikani. Atakuwa yuko uwanjani. Kaka. Naam. Kwani unajuana sana na Mponji? Ya, Mponji ni rafiki yangu. Samani? Bila samani. Unamjua huyo dada? Huyo dada? Ya, namjua, si Sophie. Ni mtu wake na Mponji. Kaka, sijakuelewa vizuri. Ni nani?
ni mtu wake na Mponji. Mungu nipe uvumilivu. Unamaanisha ni na huwa anakuja hapa? Ya, anakuja, ni mara nyingi tu waga anakuja. Kwani vipi dada? Amna kitu kaka. Anashukuru tu. Basi naomba mimi nikuache. Sawa. Aha. Kumbe mawazo yangu yalikuwa sahihi eh? Safi na Mponji kumbe wananizunguka, ila siwezi kukubali. Sophie lazima atajua upande wangu wa pili, na Mponji lazima atanijua mimi ni nani. Hamwezi mkanifanya mimi kama mtoto mdogo. Sitokubali kiukweli, siwezi kukubali. Kaka. Mambo. Poa. Samahani, njoo mara moja. Samahani, njoo hapa. Kuna kitu nataka nikwambie. Sasa hivi. Ndio dadangu. Kuna kitu nilikuwa nataka nikuombe. Yaani hivi unavyoniona mimi hivi nina mawazo sana. Kwa kuna kitu nilikuwa naomba unisaidie. Hicho kitu chenyewe ni cha hela. Ukinisaidia nitakupa kiasi fulani cha hela kama 500,000. Sawa kakangu? Kitu gani hicho? Ishu yenyewe ni kwamba mimi nilikuwa na mahusiano. Mtu ambaye nilikuwa naye alikuwa ananinyanyasa. Kwa hiyo mimi nikaachana naye. Kwa hiyo nilichokuwa nahitaji nilikuwa nataka tupige picha mimi na wewe. Alafu hizo picha mimi ni post status. Nikisha post status ataziona, akishaziona ataniachilia, maana atakuwa ashajua nishapata mtu mwingine. Umeona kakangu? Nakupa 500,000. 500,000 kubwa na naitamani, lakini inanipa mashaka kwamba sije nikapiga picha dada yangu nikapata matatizo mengine. Hapana, hamna shida. Yaani nikupiga tu picha. Labda nikuulize swali. Wazo hilo limekujia baada ya kuniona mimi? Hao wazo hilo ulikuwa nalo tangu hapo awali? Na kama ulikuwa nalo tangu hapo awali, mazingira unawakaa wewe, hakuna mwanaume ambaye unaweza kufanya naye hicho kitu mpaka mimi? Yaani why mimi? Hii ni kama bahati yako. Yaani kama tu bahati yako imekupata wewe, ndio maana nilipokuona tu nikakuita kaka, samahani njoo. Pige picha mimi na wewe. Sawa basi, kwa sababu na uhitaji wa hiyo pesa, tupige tu sasa, tupige tu, tuanze kupiga tu. Sophie, kazi yako nishamaliza. Nishampiga picha hizi huko kwenye simu. Kuangalia. Oh. Wow. Umefanya kazi nzuri sana. Nimefurahi sana kuziona hizi picha. Nimefurahi sana. Vipi? Hajaleta ugumu? Hakuleta ugumu. Yaani anaonekana ni mtu fulani hivi alikuwa na uhitaji wa pesa. Kwa hiyo nilivyomshawishi tu akakubali, nikapiga naye picha fresh kabisa. Oh.
Asante, kazi nzuri. Mage, wakati wako wa msiba unafika. Utalia kwenye msiba huu. Sandra. Niambie Sophie. Nimekuita hapa kuja kukukabidhi zile picha ambazo nilikwambia za Mponji na yule mwanamke ambaye nilisema nitamtafuta huko aende kwa Mponji apige naye picha za kimapenzi. Nikuletee ukamwonyeshe Mage. Zoezi langu nishakamilisha. Kazi imebaki kwako. Sophie, uongo. Usiniambie kwamba Mponji amekubali kupiga picha za kimapenzi na mwanamke mwingine. Afu ingali sio mwanamke wake. Mponji huyu namjua mimi. Hivi unajua Sophie, Mponji ana misimamo sana. Anawezaje? Acha uongo bwana. Sandra, silaha pesa, kisu mzigo. Subiri. Sophie, wewe auza AI hizi umezitengeneza? Sandra, hapo ni live. Hamna AI wala nini. Mbona kama ndo mwenyewe? Anawezaje Mponji kukubali kileselese hivi akapiga picha na mwanamke mwingine hivi? Tena amekaa kimahaba kabisa. Sofia, we kiboko. Wewe ni kunyanyulia mikono juu. Sasa na kutumia hizi picha zifike kwa Mage. Tena leo zimfikie. Sawa. Mimi nitamwonyesha. Wala usijali, mesha hiyo. Mimi tena zitafika kama zilivyo. Tena leo. Sasa hivi kutoka hapa nitumie. Najua Mage mimi kwangu si unajua aruki si mmoja tu. Akija namuonyesha. Na kutumia. Nimesikia. Nataka nitoe kwenye mchezo wa kutafuta picha za Mponji. Nimesikia. Mage ashakufikishia habari. Nilishakwambia. Mage ni mtu wangu wa karibu sana. Kwa hiyo data zote hapa. Mage mwenyewe kama unavyojua yuko hapa. Yote ataongea, atazunguka. Black yake ya kwanza hapa. Lazima nifikishie yote. Kwa hiyo ndio hivyo, my dear. Ila wewe Sophie mbaya wewe. Wewe dada mbaya sana. Vitu vidogo sana hivyo. Kwa relax. Basi sawa, naona kila kitu kimeshaisha, si ndio? Nimekaa sawa, kikubwa tu chap kufikishia. Okay sawa, fanya basi usichelewe kunitumia. Haya poa, baadaye. Lile swala lako la picha nimesha likamilisha, huwezi amini. Ngoja nikuonyeshe. Kwa ndo nimekuita hapa mdogo wangu ili sasa nikuonyeshe hizo picha, maana ndio kilikuwa kilio cha Sandra. Vipi? Uko sawa? Niko sawa, tunakusikiliza. Maana tuko umekuja, mimi ndo nakuchangamkia, naongea mwenyewe, najijibu mwenyewe.
Yaani nakuona tu umepoa. Haya sawa bwana. Iza pangalia. Sandra, una hakika hizi picha ndo huyu mwanamke aliyekuwa anaenda kwa Mponje? Ndio hizo Mage. Yaani nimepambana. Acha tu ndugu wangu. Ndio hizo. Umemwona? Sio alokupa hizi picha ndio alokuwa anaenda kwa Mponje? Sandra, umeamua kunigeuka? Mimi sija kuzunguka Mage. Ila umefanya nini? Ni vile ujui tu nyuma panzia. Sijui kitu gani Dasandra ambacho mimi sikijui. Hivi unajua Dasandra, mimi nikuamini sana wewe. Ndio maana kama nakumbuka siku nimekuja kwako nikwambia nakuamini kwa 100%. Hii kazi niliamini utaifanya. Kweli umeamua kunizunguka? Mimi sija kuzunguka Mage. Ila hiki ni nini? Huyo ndo mwanamke alikuwa anaenda kwa Mponje? Kumbe ulikuwa unajua kabisa Sofa anatembea na Mponje. Lakini mpaka siku ile nakutambulisha hukutaka kuniambia, ukawa unaning'oa tu. Mage, mimi nilikuwa nakwambia. Lini ushai kuniambia wewe? Nilikuwa nakwambia, lakini nilikuwa natumia lugha ya mafumbo, lakini mwenzangu ulikuwa unielewi. Ndio nini hivyo sasa? Yaani unazidi kuniambia kwa mafumbo. Kwa nini usiniambie direct? Ungeniambia Mage 1 2 3. Unaniambia kwa mafumbo. Ulishawahi kunipa mwalimu wa kunifundisha mimi mafumbo? Hao mafumbo mimi najuaje? Unaniambia kimafumbo ili waje. Kwa nini usingenifuata na ukaniambia Mage 1 2 3? Nawezaje kukufuata Mage? Ingali wewe mwenyewe uliniambia kwamba yule rafiki yako unamwamini, unamfanya kama ndugu yako wa karibu. Na mambo yako yote rafiki yako leo unamwambia. Mimi nawezaje kukukwambia wewe? Hivyo Mage, kati ya mimi na rafiki yako ungemwamini nani? Si ningeonekana mimi mbaya? Ungeniambia sasa kama ningekuamini au nisingekuamini. Umeniuzi sana kiukweli. Mage. 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 Mage sivyo ana hasira. Na kila kitu ashajua. Ngoja nimngoje tu saa zake zikiisha. Nitamwambia kila kitu na zina atanielewa tu. Mimi siko upande wa Sophie, niko upande wake. Na ngejua jinsi gani ninavyompambania. Hata singepaniki namna hii. Baba mwenye nyumba, shikamoo. Marahaba binti. Ujambo Sophie? Si jambo. Niambie. Baba mwenye nyumba. Vipi kuhusu kazi yangu nilokupa? Kazi yako Sophie niliifanya. Kazi niliifanya vizuri tu. Ndio. Kwa hiyo unahisi mimi kunidanganya? Si ndio? Yaani pesa zangu umechukua. Na kazi yangu usifanye vile mimi ninavyotaka. Kwa hiyo wewe mzee, unahisi pesa yangu ukiwa nayo nashindwa kufuata kudai? Sikia nikwambie wewe mzee. Nilikupa pesa unifanyie kazi yangu vizuri. Lakini wewe umechukua pesa yangu, kazi umenifanyia vibaya, sijapenda. Yaani nimepata majibu tofauti na nilivyokuwa nimetegemea. Na hela yangu umeichezea tu. Unajua kupata hela wewe mzee? Unajua kutafuta hela wewe mzee? Kusema vile vinyumba vyako vile ambavyo vieleweki ndio unalingana navyo. Kama kwa unajua una hela na nyumba zako unapangisha, kwa nini usingekataa ile hela na ukaichukua? Yaani wewe mzee, ninavyokuangalia kwanza ni una shida sana na unaziki sana wewe mzee. Tena unaziki kweli kweli. Sasa basi, naomba pesa yangu
I say, hivi nyie mabinti wa siku hizi, hivi kama sikosei Sophie, hivi kweli hivi wewe ulinichukuliaje? Na umri wangu wewe ulinichukuliaje? Kwa kazi yako ulionipa wewe ulinichukuliaje? Kwamba ulinidharau kiasi cha kutosha kwamba mimi niende nikafanye kazi kama ile? Sasa basi nisikilize. Yaani na umaarufu wangu nilionao katika mtaa, nyumba ngapi ninazozimiliki? Ya unakuja kunitishia na kila kimoja chako hicho ulichonipa niende nikafanye kazi ile? Mimi kama baba, yule Mponji mimi ni mwanangu, yeye mwenyewe atanichukuliaje kwa kazi ulionipa? Mabinti wa siku hizi, kuweni na adabu. Kuwa na adabu. Sio kila mzee unayemuona unamchukulia kirahisi tu kwamba anaweza akafanya chochote. Tuna kazi nyingine za kufanya bwana, sio masuala hayo ya watoto wa kike hayo. Sophie, kile nilichokifanya kwa thamani ya pesa yako kinatosha. Nisingeweza mimi kusimama mlangoni kwa Mponji kuzuia kila mwanamke anayeingia. Mimi siwezi kwenda kusimama mlangoni kwa Mponji kumzuia kuingiza mwanamke anayemtaka. Hiyo kazi siwezi kufanya. Tena nakwambia unikome. Ukome kuanzia leo. Umenielewa? Ukome. Nakwambiaje wewe mzee? Pesa yangu utatoa na utailipa. Na nyumba. Kwa nyumba gani? Kwa nyumba gani uzokuwa nazo? Hivi mzee? Naona anacheza na akili yangu. Sasa subiri. Nitamkomesha na pesa yangu mimi atailipa. Siwezi kumwacha salama.